Ninayo heshima kubwa kuwakaribisha na kualika tena ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 18 katika mafungo yetu ya siku 40 ya Kwaresma ya mwaka huu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ninawakaribisha ninyi mliopata neema ya kuabudu pamoja nasi hapa, lakini mamia kwa maelfu ya wengi wanaoabudu nasi online na kwa njia ya redio mahali duniani kote. Mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma, na katika Kwaresma hii tunayo mada, tunayo tafakari kutoka misimu mpaka kusudi, kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason, from seasons to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Na kimsingi tunaangalia juu ya mwendelezo wa somo letu, lakini katika bango letu lenye dhima yetu ya mafundisho ya Kwaresma ya mwaka huu, tunaangalia juu ya falsafa ya msimu na kusudi, theolojia na falsafa ya msimu na kusudi, juu ya seasons na reason. Ndio theolojia tunayoiangalia pale, na namna ambavyo maisha ya mtu yanaweza yakakumbana na mambo haya juu ya season na reason. Na tuna somo letu la mwendelezo ambayo tunaendelea nayo ni misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim, Abraham's seasons and reasons. Abraham's seasons and reason, yaani misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Lakini somo ambalo tumekuwa nalo jana, ambalo leo ninamalizia hoja chache za kifalsafa zilizobaki jana, ni Ibrahim na msimu wa kupoteza. Ibrahim na msimu wa kupoteza, Abraham's lost season. Abraham's lost season. Na tunasoma katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 20 mstari wa 1 mpaka wa 18. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 20 mstari wa 1 mpaka wa 18. Na mimi nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamtoa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasema, Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu, kwa ukamilifu wa moyo wangu na kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, na ndipo nami nikakuzuilia usitende dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Mstari wa 17. Naomba mstari wa 17 tafadhali. Mstari wa 17. Ibrahimu akamwambia Mungu. Ibrahimu akamuomba Mungu. Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Mstari wa 18. Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo
ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahim. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani, na asante kwa sababu unalituma neno lako nalo halitakurudia bure. Kwa hiyo tunazivunja kazi mbovu za adui Shetani, maroho yote ya mpinga Kristo, na roho la bumbwazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna. Sasa utamalaki na udhihirike na nguvu yako, na useme nasi asubuhi ya leo. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu, umwadhimishe Roho Mtakatifu kwa mafunuo na neema, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mabibi na mabwana, tunazungumza juu ya Ibrahim na msimu wa kupoteza. Ibrahim na msimu wa kupoteza, Abraham's lost season. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha, na hii ni kipindi ambacho kulikuwa kuna njaa, na Ibrahimu akaenda Gerari kwa mfalme Abimeleki kwa sababu ya njaa. Kilikuwa ni kipindi cha kwake cha kupoteza. Na tuliangalia mambo kadha wa kadha. Moja ya falsafa ambayo tumeitafakari, na asubuhi ya leo nitafanya summary, ni falsafa ya Ibrahim ya kuishi, nia ya Ibrahim ya kuishi kwa sababu ya ndoto aliyokuwa nayo. Na Ibrahim kama mwanaume akamwambia Sara, hawa wakikuuliza kama we ni mke wangu, tafadhali naomba uwaambie mimi ni kaka yako. Na kweli walipomuuliza akasema, mimi huyu Ibrahim ni kaka yangu. Na Ibrahim akasema, Sara ni dada yangu. Na mfalme Abimeleki akamtoa Sara akaenda naye. Nchi nzima ilifungwa kwa utasa, hakuna kitu kilichozaa, hakuna uzazi katika kipindi chote ambacho Sara alikaa katika nyumba ya Abimeleki. Watheolojia na wachambuzi wa mambo ya Biblia wanasema inawezekana kikawa ni kipindi kirefu tu, kinachoweza kwenda takriban karibu zaidi ya miaka 5 mpaka 7. Nchi nzima kugundua kwamba kuna tatizo la utasa sio jambo la jana kuamkia leo. Ni kipindi ambacho kilipita, na Ibrahim alikubaliana na hicho kipindi kigumu cha kumpoteza mwanamke mzuri kiasi ambacho alikuwa ameandikwa kwenye Biblia. Alipoteza huyu mwanamke mzuri aliyeandikwa kwenye Biblia kwamba alikuwa a very beautiful girl, lakini pia akahamua kuishi kama ambavyo anaonekana pale Ibrahim. Na hii ilikuwa ni msimu wa kupoteza kwa Ibrahim. Na tuliangalia falsafa mbalimbali, lakini hapa ninataka kusummarize kidogo juu ya falsafa ya mwanaume kuishi. Na kile ambacho ningeweza kusema kwamba mwanaume kama kiumbe kilicho hatarini zaidi, kilicho hatarini kupotea duniani. Yaani mwanaume ni kiumbe kilicho hatarini kupotea. Kwa hiyo falsafa ya Ibrahim inatuonyesha na inakumbusha pia jamii nzima ya maisha yetu tunaishi, jamii yote duniani, kufikiri kwa upya how to protect this kiumbe. Hichi kiumbe kinachoitwa mwanaume kinaweza kikawa protected namna gani? Kwa sababu inaonekana ni kiumbe kinachoshambuliwa na mauti sana, na labda kwa sababu ya maisha na hali ya maisha, lakini pia inaonekana kufikia kwenye uhadimu. Na mahali pengine Biblia inasema siku zile za mwisho wanawake 7 watamng'ang'ania mwanaume mmoja. Biblia imeandika kwamba siku zile za mwisho wanawake 7 watamng'ang'ania mwanaume mmoja, na watamwambia, tunatumia gharama zetu wenyewe, kula wenyewe, kuishi wenyewe, kuendesha wenyewe, kila kitu tutafanya wenyewe, lakini sisi tuitwe kwa jina lako. Lakini katika kitabu cha nabii Isaya ule mlango wa 13 mstari wa 12, kitabu cha nabii Isaya ule mlango wa 13 mstari wa 12, Biblia inasema hivi. Nabii Isaya
13:12. Biblia inasema nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi na watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi na watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Unapompiga mwanaume akafa, umeua mbegu. Unapoua mbegu, unaleta uadimu wa kitu kinachohitajika kulingana na mbegu iliyopo. Kwa hiyo programu ya kuzimu ni mashambulizi makubwa sana pia ya kumshambulia mwanaume. Lakini pia katika mazingira ya kawaida, na hawa wanaume nao wanafanya kazi nyingi za hatari zinazobeba mauti katika maisha yao. Labda ni summarize kwa uchache tu. Moja, asubuhi ya leo kama drive huko barabarani, waliokuwa wanaendesha malori na wamelala barabarani usiku kucha wakiendesha malori ni wanaume na wanatembea na usingizi. Wanaofanya transportation za mabasi yaliyobeba abiria walio wengi ni wanaume. Ni 98% 99. Kama kuna wanawake wanaoendesha semitrela, asubuhi ya leo umepishana na semitrela ngapi? Mimi barabara yangu ni hii inayopitia Bagamoyo kutokea huku Tegeta. Nimekutana na semitrela ni zaidi ya 70, 100 pengine barabarani. Lakini hizi tu kwa hizo kilomita chache za kutoka Tegeta mpaka hapa Mwenge. Lakini ni wanaume. Wamelala usiku kucha, wana mausingizi, wanaendesha hayo magari. Lakini asubuhi ya leo tunapoamka, wanaume wenzetu wameamkia kwenye migodi ya Tanzanite, wako underground kilomita 3, kilomita 2, kilomita 5 kwenda ardhini kule Arusha kwenye machimbo ya Tanzanite. Wameamkia kwenye hayo mashimo, wanalipua mabaruti, wanaangukiwa na ngema. Lakini wengine kwenye migodi ya dhahabu duniani kote. Lakini ninavyozungumza na wewe hapa, asilimia kubwa pia ya hawa wanaume ni wale ambao ni wanajeshi wanaotumwa kwenye mapigano makubwa na magumu ya kijeshi. Na sasa tunajua mambo yanayoendelea huko duniani. Ni wanaume wako front, risasi, mabomu, milipuko iko juu yao. Lakini ni wanaume wale ambao wananing'inia kwenye minara mirefu wakijenga magorofa, wakipandisha na kuweka vifaa vya ujenzi na zege, wakiwa kwenye mambo mengi. Ni wanaume wale. Lakini ni wale asubuhi ya leo, kama umepishana na bodaboda asubuhi hii zilizokuwa zinaendeshwa na wanawake, sijui ni ngapi. Lakini vijana wetu wanaume wako kwenye bodaboda na wanaendesha wakati mwingine usiku kucha na mchana kutwa. Ni kazi za hatari ambazo hawa watu wanazifanya. Lakini wanaume wale ambao pia wanabeba majukumu makubwa ya kifamilia na wanawaza na wanafikiri kwa upana na wanafanya kazi nyingi za hatari. Hii ndio imesababisha mochwari saizi ukienda kuhesabu maiti zilizo nyingi ni za wanaume. Ukienda hospitali, waliolazwa katika hospitali ambazo zinalaza mifupa kama kule Moi, waliovunjika walio wengi ni wanaume. Wanaotembelea wheelchair walio wengi ni wanaume. Wanaotumia madawa ya pressure, sukari pamoja na kubadilisha damu kwa sababu figo zimefeli walio wengi pia ni wanaume. Waliokufa, mimi ni mchungaji nazika, waliokufa wengi ni wanaume. Nina idadi ya wanawake wajane wengi katika usharika huu, waume zao wamekufa na wengine wamekufa na umri mdogo. Ukienda magereza utawakuta ni wanaume wamejaa kwa kiwango kikubwa. Naam, ukienda kwenye mitaro huko barabarani, waliotumia madawa ya kulevya na ulevi na wameshindwa kabisa na kwa sababu ya mawazo na msongo wa mawazo ni wanaume. Ni wasichana wachache ambao ni mateja, lakini walio wengi mateja ni wanaume. Na sasa si hivyo tu, wamefika mahali pia wamechoka kwa sababu ya maisha yao, na wengine wamehamua kuwa mashoga. Kwa hiyo wengine pia wamehamua kuolewa. Sasa waliobakia ni wachache sana. Na ndipo ninaposema sijui kama kuna nani atakayepata wazo la kutengeneza Ibrahim Foundation, yaani taasisi maalum ya kutetea wanaume. Wanahitaji kutetewa. Ni viumbe vinavyopotea kwa haraka duniani. Na Biblia inasema nitafanya
watu hawa kuadimika kama dhahabu ya Ofiri. Lakini pia wanaoumizwa na mahaba na wakajiua pia ni wanaume. Hiyo ndio shida kubwa, na hii ndio jana nilizungumza nikasema wanaume wajifunze kutoka kwa Ibrahimu. Hayo mambo ya hisia za mahaba ni uwe. Ibrahimu hakufanya hivyo, alimchukua mke wake akasema anaondoka na aende. Hivyo akamwambia Sara, wewe ni mauti yangu, wewe ni mauti yangu, usiponitetea I will die. Na akamwacha akaenda. Sasa wakina mama mlioko hapa, inawezekana waume zenu wamewajeruhi, lakini na ninyi mna watoto wa kiume. Namna ambavyo hao watoto wa kiume wanapata ataki kubwa ya kimahaba, mahusiano yanawasababisha watoto hawa kupata shida kubwa. Hivi karibuni katika nchi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara, nchi za Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kati, nchi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara. Najua unapotoa mfano mgumu, huwezi kutaja nchi ya watu, wanaweza kuandamana na mabalozi wao wako hapa akasema umedhalilisha nchi. Lakini single boy, mtoto mmoja ambaye kwa baba na mama amezaliwa peke yake, mvulana, amesoma vizuri, Mungu amembariki, amesoma vizuri, mama na baba wamemsomesha, wamempeleka mbali, akaoa. Na yeye alikuwa anafanya kazi kubwa sana huko UN, fanya kazi UN. Na kwa kazi yake aliyokuwa anafanya, alikuwa pia anamiliki silaha. Ameenda single boy, na akafika mahali akaoa. Mungu akamjalia watoto wawili, wavulana mapacha na msichana mmoja. Hawa wavulana wawili wa kwanza walikuwa na miaka 13 na msichana alikuwa na miaka 9. Na mke wake akaanza mahusiano nafikiri na mtu mwingine, kwa vile yule bwana alikuwa anasafiri sana. Nafikiri alifahamu kwamba mke wangu amekuwa na mahusiano na mtu mwingine. Amegundua, ama ilikuwa kweli ama ilikuwa uongo, nobody knows. Lakini hivyo ndivyo taarifa zinazoonyesha kwamba anaonekana kwamba alianza mahusiano na mtu mwingine. Unajua ni kitu gani alifanya yule bwana? Alimchukua mke wake, alitoka kule kama wakati wa Christmas, amekuja kupumzika na familia na ana amani kabisa. Akamchukua mke wake, akamchukua na watoto wake wote watatu, akaenda kumsalimia baba mkwe na mama mkwe nyumbani na zawadi. Na wakiwa hapo wanajiandaa kwa kusherehekea, akaenda akaloki milango hapo sebuleni, akawashuti wote, baba mkwe, mama mkwe na watoto watatu na mke, kwa sababu ya mahaba, kwamba ni ugomvi. Taarifa za vyombo vya habari wanaripoti, wanasema ugomvi wa mahusiano, ugomvi wa kimapenzi kama unavyoandikwaga kwenye magazeti. Yeye mwenyewe akaacha zile maiti zote ndani, maiti 4, mke wake na watoto watatu, baba. Hivyo kaziacha zile maiti zote pale ndani, akawasha gari, akaenda nyumbani. Alikuwa amejenga executive house, gorofa, nyumba nzuri. Akaenda pale akanunua madumu ya petroli, akamwaga kule ndani, weka na madumu mengine, alafu na yeye mwenyewe akajimwagilia petroli, akalipuka na ile nyumba. Yeye hakuzikwa, yaliokotwa mafuvu na majivu. Kisa ni mahusiano. Hivi wanaume wanaopendaga hivi, najiuliza, ni wanaume wenzetu wenye mfano wa Ibrahimu au jini mahaba? Hii jini mahaba au mwanaume? Lazima tuangalie jamani, huyu ni mwanaume jini mahaba. Nenda magereza leo, nenda mahakamani leo, wanaume walio wengi wana kesi ya kujeruhi. Ameua mke, amepiga mke vibaya, ameleta majeraha makubwa. Ni simu tu, amekuta vitu vya ajabu ajabu kwenye simu, haelewi. Simu, uchungu, kisasi, hasira. Kijana mwingine alikuwa anafanya kazi World Bank, akanunua zawadi kwa ajili ya girlfriend, hapo anachumbia. Ndio nazungumza juu ya lost season. Yaani muda wa kupoteza upo.
akampelekea siku ya birthday yake, anampelekea zawadi, I love you. Yule binti akapokea, ni zawadi kubwa ya milioni 200, sio zawadi ndogo, zawadi kubwa. Alafu yule binti akamrushia ile kadi, akamrushia usoni, akamwambia, yani mimi nahongwaga hela nyingi kuliko hizi hapa kwangu ni change, milioni 200 za Kitanzania. Yule bwana akapata sukari ikashuka. Ndio nasemaga hivi, hawa ni wanaume jini mahaba. Umempa mtu milioni 200 amekataa. Najiuliza maswali. Mchungaji, hawa ni wanaume jini mahaba. Sukari ikashuka mpaka 0. Mwisho akafa kufi. Akafa kabisa, kazikwa. Kijana ambaye angeweza kuwa na future, naye pia single boy, mtoto wa pekee, naye akafa. Sasa nimezungumza juu ya yule aliyejilipua. Na yule mwingine, na yule aliyejilipua ni mtoto wa pekee, akamwacha mama, akamwacha baba wakiwa wazee, hawana tena mtu wa kumzika. Na yule mama kwenye msiba wa yule bwana wa UN alikuwa analia, anasema, ndio tumbo langu leo nimelizika, kwa sababu anazika mtoto wa pekee, anazika na wajukuu 3 wameacha wazazi. Kisa ni mahaba, eti mapenzi. Hii ni Kwaresma jamani. Bwana asifiwe wanaume. Hii ni Kwaresma, acheni uzuzu. Lazima ujipime. Hivi mimi ni mwanaume wa mfano wa Ibrahimu au jini mahaba? Mambo gani hapa ya mahaba? Ya mahaba niue, aka mahaba niache niishi. Ibrahimu asema mahaba niache niishi. Hiyo ndio Ibrahimu alivyosema, mahaba niache niishi. Na alikuwa na kifaa kweli kweli. Kifaa mpaka kimeandikwa kwenye Biblia. Unafanya mchezo? Ni kifaa cha hapa, kimeandikwa kwenye Biblia. Acha huyo wako anayekusumbua na nywele za bandia. Ngoja ninywe maji, mnanisumbua. Yaani rasta hizo katani nazo zinakusumbua kiasi cha kwenda kufanya vituko vikubwa namna hii. Mhurumia hata mama yako. Kuna vijana wengi wanapata sonona. Tumesikia juu ya vijana wa chuo kikuu. Mahaba haya. Kijana ameenda, amemuua binti, akaua na yule boyfriend alikuwa anaonekana, yeye anamtaka, sijui amebishana nini, wametokea wavulana wawili, mmoja amependwa, mwingine hajapendwa, basi ameamua kutengeneza mauaji na anakufa. Na unakuta ni watoto wanaohitajika kwenye familia. Kwa hiyo tuna haja ya kuwa na falsafa ya kuishi, maamuzi ya wanaume ya kuishi. Na Ibrahimu alijua maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than a season. Watu wachache wapige makofi, haleluya. Sasa ninaenda kwenye hoja yetu ya 3. Hoja ya 3 ambayo jana sikuizungumzia. Hoja ya 3. Vipi kuhusu msimu wako wa kupoteza? How about your lost season? Vipi kuhusu msimu wako wa kupoteza? Vipi kuhusu msimu wako wa kupoteza? Yani how about your lost season? Lost season. Mabibi na mabwana, msimu huu wa kupoteza vitu vya thamani maishani mwako, kimsingi wewe unauchukuliaje? Unauchukuliaje? Nimesema hapa tu ni watu wamepoteza mahusiano, na haya yanatokea na sonona kubwa ya mauaji. Juu ya msimu wa kupoteza vitu vya thamani maishani mwako, wewe huwa unachukuliaje? Na nataka nikuambie, nimefundisha hapa juu ya theology of the cross. Theology of the cross, theolojia ya msalaba. Nimefundisha hapa juu ya sheria ya mbegu, kwamba Mungu alipomwambia Ibrahimu, ninakupa kuzaa taifa, hakumpa haraka sana uzao, alimpa utasa. Na si tu utasa, hapa na mke wake anaolewa mbele yake, anaona mke anachukuliwa na Abimeleki. Ilikuwa ni msimu wa kupoteza kwa Ibrahim, Abraham's lost season, na amepoteza kwa kiwango hicho. Lakini bado alikuwa na matumaini ya kwamba bado lile taifa ambalo Mungu aliniambia nitazaa litatokea, na kwa neema ya Mungu likatokea. Hasa nilikuambia jana kwamba katika maisha ya kawaida ya kiuchumi na sheria za kiuchumi na sheria za asili za dunia, kuna kipindi cha kupoteza hapa duniani, na kupoteza ni sehemu ya baraka za Ibrahim
Maana kuna mtu ambaye akipoteza kitu anajiona kwamba yeye tena ni mkosi, yeye tena ni wengine wanajiitaga majina gani wale, wanasema ni fungu la kukosa. Lakini Ibrahim still alikuwa anaamini kwamba hata sasa mke wangu Sara amechukuliwa, lakini ndani ya Sara Mungu ameniambia nitapata taifa takatifu. I believe. Do you believe? Unaweza ukaamini mpaka hapo. Kwanza mwanamke tasa ameshachumbiwa na mwanaume mwingine, ameshachukuliwa, na wengine ungebaki hapo na kifafa na mateso na sonona. Lakini Ibrahimu akasema no, hata sasa Mungu anaweza kufanya katika maisha yangu. Mabibi na mabwana, nilifundisha na hata hapa nataka kusummarize tu ya kwamba kinachowaua watu wengi wanaostaafu wakapokea haki zao ni pale wanapoenda kuchukua fedha zile za kustaafu wakaenda wakawekeza kwenye biashara bila kujua ya kwamba kuna loss season, kuna muda wa hasara kwenye kwa kawaida kila uwekezaji unaanzaga na hasara. Na jana nilizungumza hapa, hata kwenye huduma, hata iwe ni kipawa, hata iwe ni karama, hata iwe ni chochote, inaanzia kwenye negative. Inaanzia hapo, kunakuwa na humble beginning. Lakini kwa kawaida kila uwekezaji huwa unaanzia kwenye hasara kwanza. Unaanzia huko kwenye hasara, na ukitoka kwenye hasara ndipo unapokuja sasa kuzalisha. Hata benki, sisi tulianzisha benki yetu ya maendeleo, ni benki ya kanisa, lakini tulikuwa na muda wa hasara kwamba benki itajiendesha kwa hasara kwa miaka 2, kwa miaka 3, kwa miaka 5. Inajulikana. Nimesema jana, nimeanzisha shule, iko pale, iko jirani kabisa na hii madhabahu, ni shule ya kanisa. Lakini sasa wanafunzi waliopo kwa idadi yao hawawezi kulipa walimu waliopo, na kuendesha shule, transportation, kuwachukua watoto shule huko mtaani, kuwaleta shuleni, kuwarudisha, kugharamia gharama za uendeshaji wa shule, kwa sababu idadi ya watoto haijafikia pale tunapofikiria kufika. Kwa hiyo tumeanzia kwenye loss. Usharika wangu na ofisi yangu ya kichungaji una loss ya shilingi milioni 70 na milioni 100 kila mwaka, na tutakwenda hivyo kwa miaka 2, na tumeaccept hiyo loss. Sasa wewe umepokea sasa mafao yako, umeenda kuanza shule. Huu muda wa loss haujawahi kucalculate, haujawahi kuangalia. Umeenda kuanzisha biashara, huu muda wa loss, huu msimu wa kupoteza kwako haujawahi kufikiria. Na kupoteza ni sehemu ya baraka za Ibrahim. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema na wakumbusha tu ya kwamba kwanza unapostaafu uangalie vizuri, sio unapostaafu, ukiwa kazini lazima uanze kufikiri juu ya retirement yako. Lazima uanze kufikiri na uanze kuwaza na kuangalia kwamba kustaafu kupo na karibu utastaafu. Nilisema tena ya kwamba je, umewahi kuwa na msimu huu wa kupoteza kama Ibrahim? Umewahi kuwa na msimu huu wa kupoteza kama Ibrahim? You are Makongolos, Chunya, Mbeya. Nilifundisha kule Mbeya kuna eneo linaitwa Makongolos. Makongolos ni tafsiri ya wazungu waliokuwa wanachimba dhahabu kule Mbeya, na wakawa wanasema huu ni muda wetu wa kupoteza, I'm making loss. Wakati huu kampuni inatengeneza hasara. Anaambia wale Wanyakyusa nao wakainuka wakasema Makongolos Makongolos, kwamba ni wakati wa kupoteza. Na mimi nataka nikuambie, Ibrahimu alikuwa na Makongolos time, even you lazima uwe na Makongolos time, na hata myself nina Makongolos time. Na ni namna gani unavyoweza kuhakikisha kwamba hasara haikuletei sonona katika maisha yako. Mabibi na mabwana, bado lipo tumaini katika maisha yako. Ikiwa Ibrahim alifikia ndoto yake ya kutimiza maono yake, hata wewe utafika. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema hata mimi nitafika? Haijalishi umepandwa katika uharibifu, haijalishi umepoteza kwa kiasi gani, lakini bado lipo tumaini katika huduma, katika karama, katika kipawa, katika biashara. Bado lipo tumaini. Kama katika maisha yako lipo tumaini, Mungu aliyefanya kwa Ibrahim na afanye tena kwako. God do it again in the name of Jesus. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii, ninatangaza waziwazi, yule Mungu aliyefanya kwa Ibrahim
akaleta tumaini tena, hata baada ya Sara kuwa ameshaolewa, ameshapotea, lakini Mungu alimrudisha na taifa la Israeli likazaliwa, na si tu taifa moja, likazaliwa taifa la Jordan na taifa la Israeli. God do it again in the name of Jesus. Bwana na atende tena. Wako wapi watu wachache wanaosema Mungu na utende tena? Pigie Jehova vigelegele vya makofi na shangwe. Aliyetenda kwa Ibrahim na Sara na atende kwako tena. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu, ninakuombea kwa neno la Bwana. God do it again in the name of Jesus. Do it again. Wako hapo watu wanaosema do it again. Mungu yule aliyesema Ibrahimu utazaa taifa, huyo ndiye Mungu aliyekamilisha. Na mimi ninatangaza katika madhabahu hii, Mungu mwenye rehema na Mungu aliyefanya kwa Ibrahim na afanye kwako. God do it again in the name of Jesus. Ibrahimu alipoona tena, Mungu amemrudishia Sara, na si hivyo tu, Mungu amempa na watoto. Oh my God. Nataka niseme Mungu aliyetenda tena atafanya tena. Umewahi kuwa na hasara, umewahi kupoteza vitu, Mungu atavirudisha tena kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Vyovyote ulivyopoteza, heshima uliopoteza, utu uliopoteza, mitaji uliopoteza, maisha uliopoteza, watu uliowapoteza, thamani uliopoteza, God do it again in the name of Jesus. Acha Mungu akufanyie tena. Acha Jehova akurudishie tena. Mungu tenda tena. Wako wapi watu wachache wanaosema God do it again kwenye kazi ya mikono yako, kwa watoto wako, kwa uzao wako? Na simama kwenye madhabahu hii, ninatangaza wasiwasi, God do it again in the name of Jesus. Washindi waseme amina. Ikiwa alitenda kwa Ibrahim, oh my God, kwako atatenda. Na mimi ninaona akitenda, naye atafanya. Na mimi ninaona akifanya. Washindi wachache waseme amina. Pigie Jehova na makofi ya shangwe. Haleluya. Piga tena makofi. Ninasimama kwenye madhabahu hii, acha nikutangazie kutoka kwenye hii madhabahu, never doubt yourself. Life is longer than a season. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa? Usijionee shaka, maisha ni marefu kuliko msimu. Oh my God. Hebu nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu kwenye bega, waambie maisha ni marefu kuliko msimu. Waambie tena maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer, more than season. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Wanaokutishia leo, waambie huu ni msimu. Wanaokuzomea leo, waambie huu ni msimu. Waliokujeruhi moyo, waambie huu ni msimu. Waliokuonea, waambie huo ni msimu. Waliokudhulumu, waambie huo ni msimu. Bado maisha ni marefu sana. Wako wapi watu wanaonielewa? Ibrahimu akamwambia Sara, huu ni msimu. Nimekutana na wanaume hovyo, wakikuuliza sema mimi ni kaka yako. Maisha Sara ni marefu kuliko. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nasema misimu itaisha, misimu itapita, lakini wewe utaendelea mbele. Kusudi litakuwepo. Wewe sio mtu wa msimu, wewe ni mtu wa kusudi. Wako wapi washindi hapa wanaosema mimi ni mtu wa kusudi, sio mtu wa msimu? Life is longer than a season. Wako wapi washindi hapa wanaosema amina? Unakatakata tamaa, una kideri cha kukata tamaa. Ninasimama kwenye madhabahu hii, hicho kideri cha kukata tamaa na kideri cha sonona kikuache na upone. Washindi wachache waseme amina. Oh my God, oh my God, oh my God. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, don't worry. Usiogope. Ni msimu upi umepita kwenye maisha yako, don't worry. Kama ni wakupoteza, kama ni makongorosi time, never mind about that. Your God is there. Oh my God. And your God will do it again in the name of Jesus. Mungu wako atafanya tena kama alifanya kwa Sara, akamrudisha kwa Ibrahimu, akamzalisha mataifa mawili. God do it again in the name of Jesus. Wako wapi washindi hapa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe.
Piga tena, Yesu asikie. Na ninatangaza asubuhi ya leo, come out from your lost season. Lazima utoke kwenye msimu wa kupoteza. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa? You must come out from the lost season. Lazima utoke kwenye msimu wa kupoteza. Mtikise jirani yako, mwambie toka kwenye msimu wa kupoteza. Ndio, mwambie toka kwenye msimu wa kupoteza. Umepoteza mke, umepoteza watoto, umepoteza familia, umepoteza watu uliowategemea, umepoteza kampuni, umepoteza mitaji, umepoteza heshima, umepoteza vitu vingi vya thamani. Lazima utoke kwenye msimu wa kupoteza. Washindi wachache waseme amina. Pigie Jehova na makofi ya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Hayo makofi hayatoshi, piga vigelegele vya shangwe. Haya. Wako wapi washindi wanaonielewa? Piga tena, piga. Haleluya. Nataka kutangaza waziwazi ya kwamba Mungu aliye hai hata kuacha upotee. Lazima ukubali kutoka. Ibrahimu asingeweza kufika mahali akaweza kuzaa mataifa mawili kama asingetoka kwenye msimu wa kupoteza. Sasa kuna ambao umeshakaa kwenye msimu wa kupoteza alafu umebaki pale pale. Wako wapi watu wachache asubuhi ya leo wanasema, mchungaji, ninatoka kwenye msimu wa kupoteza? Wako wapi watu wachache hapa wanaosema ninatoka kwenye msimu wa kupoteza? Kama bango linavyoonekana, msimu wa kupoteza ni pangoni. Unakuwa kama umeingia kwenye pango, uko kwenye mwamba, uko kwenye giza, uko kwenye pango. Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii, toka kwenye hilo pango Elia, toka kwenye hilo pango Elia, toka kwenye hilo pango ambalo unaona dunia imekuacha, unaona dunia imekujeruhi, unaona wewe ni fungu la kukosa. Lazima utoke kwenye msimu wa kupoteza. Washindi wachache waseme amina, na wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Na ninasimama kwenye madhabahu hii, ninatangaza kutoka kwenye nyumba ya Bwana, na ninakutangazia from bitter to better in the name of Jesus. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Natangaza from bitter to better. Wako wapi watu hapa wanaosema amina? Na mimi ninasimama kwenye Kwaresma hii, ninasema unaondoka kutoka kwenye uchungu, kutoka kwenye huzuni, kutoka kwenye kupoteza, na Mungu aweke furaha katika maisha ya kwako. Hii ni Kwaresma ya kwako. Nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie from bitter to better. Yes, from bitter to better. Natangaza from bitter to better, from bitter to better. Je, unaona huyu jamaa anatoka from bitter to better, kwenye mamisimu ya jangwa, kwenye mamisimu ya theluji, kwenye mamisimu yanayohumiza, lakini anakwenda kwenye a very better place. Na mimi ninatangaza Mungu akupeleke kwenye beta. Wako wapi washindi wachache hapa wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Piga tena, Yesu asikie. Hallelujah. Kama ningeulizwa nimehubiri nini asubuhi ya leo, ningesema life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Yaani Ibrahim alijua falsafa hii ya kwamba maisha ni marefu kuliko msimu. Na ninawaomba wanaume wote ambao ni viumbe vilivyo karibu na kupotea duniani, muwe na hakika maisha ni marefu kuliko msimu. Tukutane kwenye retreat, mtoko, faraga ya wanaume Karatu. Ni mwezi wa ngapi bwana? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6 Karatu. Tunatembelea Ngorongoro. Tuna nyama za mbuzi za kuchoma za kutosha. Sikiliza, fuatilia matangazo yetu. We have to go. Men's Forum 2026 Season 2. Jionyeshe kuwa mwanaume. Ujionyeshe kuwa mwanaume, sio jini mahaba. Ujionyeshe kuwa
Mwanaume sio jini mahaba la kuua watu. Never. Never. Tunawakaribisha sana sana wanaume wote. Mungu awape nafasi. Jipange sawa sawa. Tutaanza kutangaza, tutaweka matangazo yetu bayana, tutaweka maelekezo vizuri, lakini naomba wanawake wenye waume zao, hakikisha mume wako ana join the group. Arudi akiwa mwanaume na sio jini mahaba. Lakini wale ambao mna watoto wa kiume wanawake, tusaidieni wale vijana tuende nao. Wakati huu ni wakati wa kupigana sana na kuwasaidia wanaume. Kwanza wengine brain zao wamekuwa bumbuazi, wanalishwa na mishangazi. Tuende nao kule. Tukirudi wanakuwa wanaume. Washikamoo, marahaba. My time is over. Muda wangu umeisha. Inua mkono wako juu. Let me pray for you. Baba yangu mpenzi, ninainua mikono yangu ya kichungaji kuwaombea watoto wako. Ni hawa walioko hapa na ni wale walioabudu nasi masafa ya mbali mahali duniani kote. Na mimi nimewataja madhabahuni pako asubuhi ya leo. Bwana, angalia hawa ambao wanapitia kwenye msimu wa kupoteza na wanapitia kwenye hasara kubwa katika maisha yao na wamekata tamaa. Ninaibariki tena biashara hii. Ninabariki tena kipawa na karama na nafasi uliowapa asubuhi ya leo. Ninawafunika watoto wako kwa damu yako ya thamani, na damu iliyobeba uhai wa Mungu, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Mwokozi wa ulimwengu, Mungu unayeishi, unayemiliki na kutawala, ninakusihi ufanye tena Bwana. Oh my God, do it again, oh Lord. Tenda tena Bwana. Fanya tena Mungu wa rehema. Kwa huyu dada fanya tena. Kwa huyu mama tenda tena Mfalme. Kwa ajili ya huyu kijana na huyu baba na huyu mwanaume aliyekata tamaa, aliye karibu na njia panda ya mauti, Baba tenda tena Mfalme, kama ulivyotenda kwa Ibrahim. Ninaomba utende tena Yehova El Shaddai. Baba, ninamfunika kila mmoja, na kwa namna ya kipekee ninawaombea wanaume wote duniani wanaopitia mapito mbalimbali, walio katika hatari ya mauti na kufa. Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani. Ninauliza nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu. Baba, uwabariki, walinde mwilini, walinde rohoni. Uwape amani Bwana. Uwabariki watoto wako, hata wale waliopitia kwenye majeraha mbalimbali katika maisha yao, uwapiganie. Ninawaombea wote ambao leo wana magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo kwa sababu ya stresi mbalimbali za kubeba majukumu ya familia. Mungu, ninaomba uwarudishie afya, uwaponye wagonjwa wote walioko hapa na wagonjwa walioko majumbani. Ninawaombea warudishie afya, uwaponye wanaume kwa wanawake, watoto kwa vijana. Pokea uzima. Mungu akurudishie afya. Pokea uzima. Mungu akurudishie afya. Pokea uzima. Mungu akurudishie afya. Baba yangu mpenzi, ninawaombea watoto wako wote, kila mmoja kwa jina lake. Na hata asubuhi ya leo wanapoondoka hapa, uso wako uende pamoja nao. Na zibarikiwe kazi zetu zote, na zibarikiwe safari zetu zote, na kila mahali tutaenda. Tunakataa roho nzito, roho la balaa na mkosi na kisirani, roho la kukataliwa. Ninavunja maagano ya kuzimu na roho za kichawi na ushirikina katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Mungu wa majeshi, wabariki watoto wako sasa na daima. Asante kwa ajili ya dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako. Nami ninakuomba na kukusihi Bwana, utubarikie sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni, katika jina la Yesu. Uso wako uende nasi daima. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Na sasa inamisheni vichwa vyenu. Pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubarikie Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.